nilikufundisha jinsi ya kufanya verification ya cheti cha kuzaliwa. Kwenye video zilizopita hapo nilikufundisha jinsi ya kuomba cheti cha kipya cha kuzaliwa, lakini pia nikakufundisha jinsi ya kubadilisha cheti cha zamani ili upate cheti kipya. Kwenye video hii nataka nikusaidie kufanya verification ya cheti cha kuzaliwa ili uweze kupata huduma nyingi za kiserikali ambazo zinahitaji verification ya cheti cha kuzaliwa. Huduma za kiserikali ambazo zinahitaji verification ya cheti cha kuzaliwa zipo za aina nyingi. Unaweza ukafanya verification kwa ajili ya kupata huduma ya bima ya afya, utahitajika kufanya verification kwa ajili ya kupata pasi ya kusafiria, lakini unalazimika kufanya verification kwa ajili ya kupata mkopo wa elimu ya juu. Kwa sasa leo nitakufundisha hatua kwa hatua ni kwa jinsi gani ambavyo unaweza ukafanya application ya verification ya cheti cha kuzaliwa ukiwa nyumbani kwa kutumia simu yako. Hapa nitaanza kukuelekeza kwenye verification information. Verification information ni sehemu ambayo inakuwa inataka uweke taarifa za cheti, lakini pia baada ya hapo utaweka taarifa za muombaji. Taarifa za kwenye verification zinakuwa ni simple sana, yani ni taarifa ambazo ni rahisi na zinapatikana tu, sio kwamba unaanza kuzitafuta labda sehemu nyingine. Kitu cha kwanza ambacho utakiweka, utaweka entry number, utaweka entry number ambayo inapatikana kwenye cheti cha kuzaliwa ambacho ndo kama hiyo niliyokuwekea hapo chini, utaiona hiyo ndo namba ya entry ambayo unatakiwa kuweka pale. Baada ya pale utaweka utaweka tarehe ya mtoto ya kuzaliwa. Kwa pale kwenye cheti utaangalia date of birth unaweka. Baada ya kuweka hiyo, tutakuja kuangalia unaanza kuweka taarifa za mama. Utaweka jina la kwanza la mama, utaweka jina la pili la mama, afu baadaye utaandika jina la tatu. Kipengele kinachokuja kufuata hapa ni kuangalia unafanya application kwa ajili ya sababu gani, kwamba verification unataka kufanya kwa ajili ya sababu gani. Sasa ukigusa tu hapa hii sehemu iliyoandika verification reason, itakuletea sababu ambazo unaweza ukachagua. Kwa kuna NHIF, kuna land, kuna legal, kuna immigration, employment, lakini pia kuna application kwa ajili ya others. Kwa hiyo utachagua. Kwa mfano sisi tuchague verification kwa ajili ya NHIF. Ukishachagua hapa utaona imesha kuonyesha kwamba unataka kufanya verification na sababu ni NHIF. Baada ya hapo utakuja kuandika taarifa za muombaji. Taarifa za muombaji utaandika hapa, ambapo hapa utaweka jina la kwanza la muombaji, hapa utaweka hapa jina la pili, utaandika hapa jina la tatu la muombaji, na hapa mwisho wa siku utaandika namba ya simu. Baada ya kuwa umemaliza kufanya hivyo, kitu kinachofuata utakuja uandike physical address, kwamba kwa wakati huyo mtu anakaa maeneo gani katika hili eneo. Na baada ya hapo sasa, ukishamaliza kufanya verification baada ya kuwa umeshamaliza kusema huyu mtu anakaa maeneo gani, physical address yake ni ipi, kitu kinachofuata unatakiwa kuja sasa kuonyesha uhusiano ulionao, kwamba huyu mtu anayefanya verification ana uhusiano upi na huyu mwenye cheti. Kwa hiyo utakuja utagusa hapa. Kwa kuna wengine wanaofanywa verification na mama yake, kuna baba, kuna wengine wote wale. Kwa hiyo inategemeana, lakini pia kuna mtu mwingine anafanya verification ya cheti chake yeye mwenyewe. Kwa kama ni mama yako anayekufanyia anayekufanyia verification, utagusa tu uhusiano wake ni hapo. Baada ya kuwa umeshamaliza umeshaandika taarifa za muombaji, umeweka sababu, umeandika hapo uhusiano, kipengele kinachofuata ni kipengele ambacho kitakupeleka hapa kwenye continue. Kwa hiyo kisha continue, moja kwa moja fomu itakupeleka kwenye kipengele cha kudeclare. Hii sehemu ya declaration ndio sehemu muhimu sana, kwa sababu inahitaji taarifa sahihi peke yake, taarifa ambazo umeshazithibitisha. Hapa ni sehemu ambayo unaenda kuthibitisha kwamba hizi taarifa zilizoko hapa ni za taarifa za kweli, na kama kutakuwa na changamoto yoyote muombaji yuko tayari kuwasilisha. Kwa hapa ndo utafanya declaration. Baada ya kufanya declaration utagenerate control number. Control number inatoka kwa muda mfupi tu kama mtandao uko vizuri. Baada ya control number kutoka, utafanya malipo ya serikali. Ukishamaliza kufanya malipo ya serikali kwenye eneo hili, verification inakuwa imekamilika. Kwa verification inafanyika kwa kufuata hizi hatua tatu. Utafanya verification information, utajaza taarifa zote zinazohitajika. Baada ya kujaza taarifa zinazohitajika, utakuja kufanya declaration, yani utakuja kudeclare au kuthibitisha kwamba taarifa ulizozitoa ni sahihi.
Baada ya kufanya uthibitisho utakuja ulipe. Ukishamaliza kulipa tu, kitu kinachofuata utapata verification kodi zako ambazo unaweza ukazitumia ndani ya muda mfupi sana. Ikizidi sana ni dakika 5, lakini ni haraka bila shida. Kwa hiyo asante kwa kuwa umeangalia video hii, lakini kama umependa kitu kwenye video hii